Jambo na karibu wa ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Kwetu Kivu Media. Tunawakaribisha tena kwenye kipindi chetu chema cha matangazo habari za mchana wa leo, tukiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni Kwetu Kivu Media ikiendelea kuwapeperusha habari za ukweli zinazoendelea ndani na nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia Kwetu Kivu Media, hakikisha una subscribe na comment, pia una share ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku. Au unaweza kutuandia kwenye namba ambayo unaiona kwenye picha na ukatujuza endelea kufuatilia Kwetu Kivu Media ukiwa maeneo gani, na hapo unaweza kupatia maoni yako aidha mapendekezo yako. Langu jina ni George Idi kutangazia kupitia Kwetu Kivu Media. Ndugu mpenzi mtazamaji, baki nasi hadi mwisho, sauti yetu habari yako. Ripoti hii inakuletea undani wa habari kuhusu hali tete mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikilenga mgogoro unaoendelea kati ya Rwanda na DRC na hasa suala la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma. Upinzani wa Rwanda kwa kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege wa Goma. Rwanda kupitia waziri wake wa mambo ya nje Olivier Ondungurehe amepinga waziwazi mpango wa kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma uliopo mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upinzani huu unatokana na madai ya Rwanda kuhusu hali ya kiusalama katika eneo hilo. Kumekuwa na madai kwamba hapo awali silaha na wanajeshi vilihifadhiwa ndani na karibu na uwanja huo wa ndege, jambo ambalo linaonekana kukiuka kanuni za kiusalama za kimataifa za anga za kiraia. Ondungure alisisitiza umuhimu wa kuwa na mfumo unaofaa uliokubaliwa labda huko Qatar, Doha au mahali pengine kabla ya uwanja huo kuanza kutumika kikamilifu. Hii inaashiria kuwa Kigali inataka uhakikisho wa kiusalama kabla ya shughuli za ndege kurejea kama kawaida. Uwanja wa ndege wa Goma umekuwa kiini cha mzozo unaoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kundi la waasi wa M23 ambao serikali ya DRC na wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanadai linaungwa mkono na nchi ya Rwanda limekuwa likipambana na majeshi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano hayo yalipelekea uwanja huo kuharibiwa kwa kiasi kikubwa na shughuli zake kulemazwa. Tayari taarifa za habari zilionyesha kuwa M23 waliuteka kwa muda uwanja wa ndege wa Goma na maeneo ya karibu. Mashirika ya kimataifa kama vile ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu yamekuwa yakitoa wito wa kufunguliwa kwa haraka kwa uwanja wa ndege wa Goma na Kavumu ili kuhakikisha utoaji wa misaada ya kibinadamu kwa maelfu ya watu walioathirika na mapigano. Hali hiyo imeongeza mvutano wa kisiasa na kidiplomasia kati ya Kinshasa na Kigali, huku kila upande ukilaumu mwenzake kuwa kichocheo cha machafuko. Athari na mazungumzo ya kikanda. Usalama wa kikanda. Kuendelea kwa machafuko Goma na kuzuia shughuli za uwanja wa ndege kunaathiri vibaya usalama wa biashara katika ukanda wote na kulazimisha nchi jirani kuimarisha tahadhari zao. Juhudi za kikanda na kimataifa zimekuwa zikiendelea zikihusisha nchi kama vile Qatar ili kutafuta suluhu ya kudumu. Juhudi hizi zinalenga katika kusitisha mapigano na kuondoa waasi kutoka maeneo wanayoyakalia. Msimamo wa Rwanda unasisitiza kuwa hali ya usalama bado si shwari huko Goma, huku DRC ikisisitiza kuwa uwanja huo unapaswa kufunguliwa ili kurahisisha maisha ya wasafiri, hasa kwa masuala ya kibinadamu. Zaidi ya waasi 15 wa kundi wa AFC M23 wajisalimisha na kujiunga na jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Kundi hili linajulikana kwa kuendesha vita na mapigano katika mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa waliojisalimisha walikuwemo pia watoto, jambo ambalo linaonyesha ugumu wa vita hivyo na kuajiriwa kwa watoto katika mapigano. Kujisalimisha huku kulifanyika kupitia eneo la 3 la ulinzi la FARDC
ambalo linashughulikia shughuli za kijeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jimbo hili limekuwa kitovu cha mapigano na migogoro ya muda mrefu inayoambatana na uwepo wa makundi mengi yenye silaha. Tukio hili lilitokea mnamo tarehe 24 Oktoba mwaka 2025. Tarehe hii inaashiria hatua muhimu katika juhudi za serikali ya Kongo kudhibiti eneo na kurejesha amani kwa kuhamasisha waasi kuweka silaha chini. Waasi hao waliamua kujisalimisha baada ya kuitikia wito wa vikosi vya serikali vya FARDC wa kulinda nchi yao. Walitoa maelezo kwamba walikuwa wakipata unyanyasaji mkubwa na mateso katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda. Hii inathibitisha madai ya muda mrefu ya unyanyasaji wa haki za kibinadamu unaofanywa na makundi yenye silaha dhidi ya raia na hata wapiganaji wao wenyewe. Wakati wa kujisalimisha kwao, waasi hao walieleza kufurahishwa na mapokezi waliopata. Walitangaza tulitikia wito wa vikosi vya jeshi ya kulinda nchi yetu, na kuongeza kuwa walikaribishwa na uchangamfu na kutendewa ipasavyo na FARDC. Hata hivyo, hii ya FARDC inalenga kuonesha utayari wa jeshi kuwapokea wale wanaotaka kuacha mapigano na kurejea katika maisha ya kawaida. Kujiungwa kwao na FARDC kunaweza kuimarisha nguvu za kijeshi katika mapambano dhidi ya makundi yanayotaka kubeba nchi yao. Kujisalimisha kwa idadi hii kubwa ya waasi wa AFC M23 pamoja na watoto kunaashiria mafanikio muhimu katika mkakati wa kijeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa kurejesha amani na utulivu Kivu Kaskazini. Inaonesha kuwa shinikizo la kijeshi na wito wa serikali vinaweza kuzaa matunda kwa kuwakatisha tamaa wapiganaji. Kujitokeza kwa watoto kunaweka mzigo kwa serikali ya DRC kuhakikisha wanapewa matibabu, ulinzi na fursa ya kurejea kwenye maisha ya kawaida kupitia mpango wa demobilisation, désarmement et réintégration. Jambo hili linatoa matumaini ya kupungua kwa mapigano katika eneo hilo, ingawa changamoto ya kumaliza kabisa makundi mengine ya waasi na kurejesha amani kamili bado ni kubwa. Rais wa Jamhuri anapatikana katika ziara ya kazi mjini Paris nchini Ufaransa ajili ya kuhudhuria katika mkutano mkuu unaounga mkono amani na ustawi katika kanda la Afrika ya Maziwa Makuu. Kikao hicho kinatia mbele swala la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya ubishi wa kimataifa katika lengo la kuhimiza jumuiya ya kimataifa kuhusu amani, alisema msemaji wa rais. Pagoma, simu ya mkono haitumikishwe peke yake kwa mawasiliano, bali imekuwa pia sawa chombo cha kutafutia riziki. Katika hali ya ukosefu wa mabenki na vituo vya ushirika vya kifedha, mwenendo wa pesa ni moja wa kazi yenye mapato mjini Goma. Shirikisho la afya la walimu wa wizara ya EPST lilianzisha hii siku ya tatu mipango yake ya kazi katika mji wa Kananga, jimboni Kasai Central. Lina lengo ya kutolea walimu wanaopokea mshahara na memba wa jamaa zao huduma ya afya. Asante kwa kuwa nasi wengi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Karibuni, salam na usikivu mwema. Rais wa Jamhuri Felix Tshisekedi aliwasili hii siku ya ine mjini Paris nchini Ufaransa ajili ya kuhudhuria katika kikao kinachounga mkono amani na ustawi katika kanda la Afrika ya Maziwa Makuu. Mkutano huo wa wakuu wengi wa ulimwengu uliandaliwa katika uhusiano na nchi ya Togo, taifa yenye kiongozi wa shauri ya mawaziri ndiyo mpatanishi aliyechaguliwa na muungano wa nchi za Afrika katika mgogoro wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kikao hicho kinatia mbele swala la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya ubishi wa kimataifa katika lengo ya kuhimiza jumuiya ya kimataifa kuhusu amani ya haki ya kudumu na inayolingana na haki ya kimataifa, alijulisha msemaji wa rais wa Jamhuri Tina Salama. Upande mwingine nchini jimboni Ituri,
nafasi moja ambako silaha zilifichwa na uasi wa Convention pour la Révolution Populaire CRP ya Thomas Lubanga iligunduliwa na majeshi ya FARDC katika mtaa wa Jugu. Silaha na risasi huenda vilifichwa na kundi hilo kisha kupigwa na kufukuzwa na majeshi ya FARDC wakati wa operesheni za kijeshi siku ya Mungu iliyopita katika eneo hilo la madini. Msemaji wa jeshi Luteni Jules Ngongo anahakikisha kwamba lengo ya operesheni hizo ni ya kurudisha amani na uwezo wa serikali katika eneo hilo lenye makundi mengi ya silaha. Luteni Jules Ngongo, tumusikilize katika masemi yaliyochukuliwa na kutafsiriwa moja kwa moja na Martial Kizabiamungu. Grâce à la vigilance et au professionnalisme de nos troupes, kutokana na utaalumu za jeshi letu, uchunguzi umesababisha kupata kundi kubwa za silaha na risasi za kivita. Ni kama silaha 11 ikiwemo bunduki za vita aina ya AK-47, bunduki 8 ya kivita ya aina ya AK-56, bunduki 2 ndogo ya aina ya Uzi. Kwa niaba ya gavana la kijeshi na kamanda wa sekta ya operesheni ya Ituri, Luteni Jemadari Luboya Kanshama Jodi anawapongeza jeshi wenye walifanya operesheni hii yenye ilikuwa na lengo ya kuleta amani kwa hii eneo. Operesheni zimeendelea kuondoa aina yoyote ya vurugu kutoka kwa makundi yenye kushika silaha. Toute forme de menace de groupes armés. Pagoma, simu ya mkono haitumikishwe peke yake kwa mawasiliano, bali imekuwa pia sawa chombo cha kutafutia riziki. Mwenendo wa pesa ni moja wa kazi yenye mapato mjini humo katika hali ya ukosefu wa mabenki na vituo vya ushirika vya kifedha. Hata hivyo, watu wanashutumu tume zinazohitajika na watendaji wakati wa uchukuzi wa fedha, ikiwa 4% wala 5% ya fedha zilizotumwa. Mfano, kwa kuchukua dola 1000 malipo ni ya dola 50. Taarifa ya Denis Lukeso, usomi wa Sifa Maguru. Kwenye Boulevard Kanyamuhanga inayopelekea kwenye boda kuu, mistari mirefu inaonekana mbele ya vibanda vya kutolea pesa kupitia simu. Kutuma pesa, uondoaji na hata malipo. Kila utumiaji hupatia wafanyabiashara wale faida ndogo na wakati mwingine makumi ya maelfu ya franka kwa siku. Kama ilivyo katika maeneo ingine ya jiji, mashirika ya kuhamisha pesa yanazalika kila mahali. Mfanyabiashara mmoja wa pesa za simu ambaye alizungumza bila kutaja jina lake, anasema anapata pesa kila siku kutokana na kazi hii. Watu hutoka asubuhi hadi usiku, hasa watumishi wa serikali mwisho wa mwezi na wauzishaji wa maduka. Waendeshaji wakuu wa M-Pesa, Airtel Money na Orange Money wanagombea sana soko hili katika hali ambayo benki hazipatikani. Pesa za simu zinakuwa benki za watu. Kwa mjibu wa mwanauchumi, pesa kwa njia ya simu sio tu kwamba inasaidia kupata kazi, yarahisisha tena malipo hata biashara ndogo ndogo. Na jimboni Maniema, kipindi cha pili cha mkutano mkuu kuhusu madini, nishati na viwanda kitaanzishwa tarehe 3 hadi tarehe 5 Novemba ijayo. Habari hiyo ilihakikishwa siku ya 3 na liwali wa jimbo hilo mbele ya wapasha habari. Kazi hizo zina lengo ya kukaza hali ya jimbo pamoja na uwezo wake ajili ya kuunda mazingira ya kukaribisha wawekezaji wa taifa na wa kimataifa. Liwali wa jimbo Musa Kabwenkubi Moise ameomba ushirikiano wa washiriki wote pamoja na watoto wa Manyema, bila kusahabu wanaopatikana nje ya jimbo hilo na nje ya taifa. Kwa kifupi tena, kipindi cha 3 cha mkutano mkuu wa uchumi kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Angola kitafanyika mwezi wa Februari mwaka kesho mjini Muanda katika jimbo la Kongo Central, ikiwa ni katika pande la magharibi ya nchi. Ni mkutano maalum utakaosimika msingi wa mbinu za uhusiano wa kukaza kati ya taifa hizo mbili. Azimio hiyo inaambatana na ziara ya kazi ya waziri mkuu makamu wa uchumi Daniel Mukoko Samba aliyezungumza mjini Luanda na memba wengi wa serikali ya Angola. Ubishi wao ulielekea namna ya kuondosha vizuizi katika uchuruzi kunako mpaka ya nchi hizo mbili, na tena kwa kuanzisha mabadilisho ya biashara yenye kuendeshwa katika uzembe wakati huu, ijapokuwa mpaka wa zaidi ya kilomita 2600 kati ya nchi hizo mbili na viungo vya historia na utamaduni vya ndani.
Shirikisho la afya la walimu wa wizara ya EPST lilianzisha hii siku ya 3 mpango yake ya kazi katika mji wa Kananga jimboni Kasai Central. Shirikisho hilo lina lengo ya kutolea walimu wanaopokea mshahara na memba 4 wa jamaa zao huduma ya afya. Taarifa ya Andre Katende Ngalamulume, usome mshiriki wetu Naomi Mutokie. Mpango wa bima ya afya kwa walimu katika sekta ya EPSP hatimaye wamewasili Kasai Central miaka 14 baada ya kuundwa kwake. Afla ya ufungaji ilifanyika Kananga mbele ya walimu, maafisa wa chama, miundo ya afya pamoja na mamlaka ya utawala na afya ya jimbo hilo. Walimu walikaribishwa kuwasili kwa kampuni ya bima ya pande zote na watarajia huduma nzuri kutoka kwao. Jonas Kabinda anashukuru uwepo wa kampuni hii ya bima ya pamoja. Anasema kwamba tunachoweza kuuliza ni kwamba wanawakaribisha walimu ambao wanaweza kuwa wanagonjwa na ubinadamu na kutoa huduma inayostahili jina lao. Joseph Mbope, mratibu wa mkoa wa MASP, anasema kwamba kila mwalimu anayelipwa na serikali ni mwanachama wa MASP moja kwa moja. Ikumbukwe kwamba awali MASP inatoa huduma zake kwa walimu katika jimbo la elimu la Kasai Central 1 ambapo tayari imetia saini ushirikano na vituo vya afya na inapanga kupanua shughuli zake hadi Kasai Central 2 katika siku zijazo. Hatimaye kiongozi jimboni Okatanga wa kamisheni ya taifa ya haki za binadamu anadai watengwe wafungwa 7 katika gereza kuu ya Kasapa mjini Lubumbashi wanaogonjwa kifua kikuu. Kwake Joseph Kongolo, kuna oga kutokana na msongamano wa wafungwa wenye idadi ya juu kupita uwezo wa kukaribisha. Tumsikilize Joseph Kongolo, kiongozi jimboni Okatanga wa kamisheni ya taifa ya haki za binadamu, njiani mwasimu na Jangandu. Sifa Maguru anatafsiri. Parmi les détenus dépistés, kati ya wafungwa waliopimwa kuna kesi 7 za ugonjwa wa kifua kikuu na kali, na kesi hizi 7 zinahitaji kutengwa kwa kuhofia kwamba wengine wanaweza kuambukizwa. Hii ni fursa kwetu tena kuwahimiza na kuwaalika viongozi wenye madaraka kwa ngazi ya kitaifa na ya mkoa kuzingatia na kutimiza wajibu wao kuhusu haki za binadamu na hasa haki za wafungwa. Hapa tunazungumza juu ya wajibu wa wafungwa na wajibu wa kutekeleza haki za wafungwa. Na waalika sasa kusikiliza sehemu ya pili ya matangazo yetu chini ya uongozi wa Rosalie Zawadi. Radio Okapi, invité en Swahili. Huko Ituri, changamoto kadhaa zinakwamisha matunzo ya watu wanaoishi na ukimwi katika jimbo hilo, ambapo kiwango cha maambukizi kinafikia 5% ikilinganishwa na 7% kitaifa. Miongoni mwa matatizo hayo ni pamoja na kukosekana kwa dawa zinazostahili, uhaba wa vifaa vya kupima na ukosefu wa usalama unaopelekea wagonjwa wengi kutofuatilia kama inavyofaa afya yao. Je, changamoto hizi zinaweza kutatuliwa namna gani? Dr. Michel Mbuyu, katibu jimboni wa mpango wa kitaifa wa mapambano dhidi ya ukimwi, anajibu maswali ya Isaac Remoyope. Dr. Michel Mbuyu, jambo. Watu wanagonjwa ile kiasi gani? Hapa sasa Ituri mzima inafanya 5%, nile tunaita mkifransa zero surveillance. Inaweza kuwa karibu na 28,000 benye beko na ugonjwa na benye beko napata dawa. Me sasa kama tunaangalia sasa tunafanya depistage yetu, tunatafuta benye bala bayanzaka dawa bego mingi. Ituri yetu kuko tu ma zone de santé mbili inye ile fazi inye ifale kufanya madepistage ile ni Bunya na Ariwa. Me kama tunatosha Aru na Ariwa, tunaenda sasa fazi ingine Mungwalu, Nyanya, Mambasa, ile shida tena itakuwa mingi na inaweza kupita hata yulu ya 10, yulu ya 10 itapita. Parce que na mimi peke nilikuya ku 2020 kumungwalu, niliingia chini ya makariere yote kule, nilifanya madepistage ile kazi vraiment na rapport tulipekaka Kinshasa, tatizo iko mingi. Inaonekana pia kwenye kambi ya wakimbizi
hali ya ukahaba zinazidi na inaweza sababisha hayo magonjwa. Eske unahakikisha? Ile mina hakikisha parce que 2023 tuliingia ndani ya site ya vile ya Bunia hapa. Tulifanya kazi ile ya depistage. Hata salama hapa kwa aeroport tulifanya tatizo iko. Na kamata tu ya 2023 ndani ya kaya wakimbizi siku 3 tu tulipata 4%. Menaka tunaangalia mena sasa Aru ndani ya kikundi ya bakimbizi ya Sud Sudan yuko 3,6. Ile ni makaa mbili tu. Sasa kama tunafanya depistage makaa ya bakimbizi yote mwenye kule atapa sasa ninasema hakuna hata structure moya hata partenaire moya anisha kuorganize juu ya kukombanisha ile magonjwa. Sasa kama tunakamata kuile makaa yote kwa bakimbizi yote iko shida mingi. Ndio ile tuko nasema plaidoyer yenye tuko nafanya kila sana kila wakati ni sisi peke ndani ya province yetu tuwe namna gani na sisi tutajiprendre en charge. Inaonekana kuna pia shida nyingine, wanasemeka hakuna dawa inayotosha kwa ajili ya kupiganisha magonjwa. Kuna sehemu zingine hakuna preservative, kuna sehemu nyingine kama watu hawana ARV, kuna watoto mama wenye mimba. Kufatana na ARV, Ituri yetu tuko na 36 zone. Muzoni yote ARV iko. Fazi nye kosa iko ni ma ARV ile dawa ya ukimwi ya watoto. Inye iko fazi fulani. Shiseme ke haiko Ituri muzima. Iko fazi fulani. Na shaba yetu ni kufanya nguvu ile dawa ikuwe. Na jo vita inye mkubwa yetu ya inchi eko nayo. Na gouverneur wetu anatokea ku president reunion ya CPMLS hapa ni juu ya ile shida tu. Namna gani tunaweza kufanya juu watoto wale washikufe. Watoto wale wasizalike na ile magonjwa tunaita ya ukimwi. Ile mimi nasema ni dawa tu ya watoto na intra ile tunasema test yetu ya madepistage ile iko shida. Ile mimi nahakikisha. Bidii gani mnafanya kwa kutatua hiyo shida yote yenye umetoka kueleza? Tuko ndani ya province yetu, tuko na mkubwa mwenye iko wa kwanja juu ya magonjwa ya ukimwi ni son excellence gouverneur wetu militaire. Anatuakompanye mzuri hata leo. Na hata leo kama alifanya ile reunion kubwa ni juu ya kufanya plaidoyer. Tuko lazima Ituri tupate fazi yenye tunaweza kupata pesa na sisi yetu. Mkubwa alikuya alisema ma strategie fulani iko deja kunjia. Donc ni kutafuta namna gani ku province kuna ku budget yetu ya province kutoke kitu fulani yenye inaweza kusaidia ukimwi. Na kupitia ile tulifanya tena na ma réunion na ba chef de division. Namna gani na bo division par division na bo baye kujiorganiser kuma plan d'action yabo ya mabudget baweke na bo ligne budgétaire juu ya nini beko couvert beko sécurisé par ordonnance présidentielle ya PNMLS. Shauri gani unaweza leta kwa sababu inaonekana watu wengi hawajipimisha na ndio maana hata idadi hii kabisa inaonekana sio kabisa ya kweli. Plaidoyer yenye tuko nafanya mbele ya mkubwa tupate pesa yetu anze kuza ile test na yo isaidie wa population ya Ituri wote wale weko lazima na ile examen. Nashukuru. Asante ni mwejo mimi na mishukuru. Radio Okapi, dossier en Swahili. Katika jimbo la Chopo, wakaaji wa Bafwasende wanaomba kuendelea kwa mradi wa kuwasaidia kulinda vema misitu yao. Hii ilitokea Ijumaa iliyopita wakati wa ziara ya mkurugenzi wa Tropenbos RDC katika eneo hili lililoko kwa umbali wa kilomita 262 mashariki mwa Kisangani. Ziara hii inakuja siku chache kabla ya kumalizika kwa mradi huu ambao umetekelezwa kwa miaka 7 hadi leo. Je, wakaaji wataachiliwa? Ikiwa sivyo, kuna njia nyingine ya usaidizi? Ripoti ya Jacques Mukonkole. Katika baadhi ya vijiji katika barabara ya Ituri, wakaaji wanatunza mashamba ya misitu ya jamii za kienyeji yaliyopatikana kwa msaada wa Tropenbos RDC. Kila mtu anajisikia kurudika na kazi zilizofanywa si tu kwa pamoja bali pia na hasa kibinafsi. Bi Elize Tabu ni mumliki wa shamba la kakao.
Premier faida yangu kwanza nipata franga, mama naenda Kinshasa na mpatia na panda bia naenda Kinshasa. Pour le moment nisha nunua tere. Kisha niko somesa batoto, minakuwa bien ma ile franga ndio nakuwa nisaidia kulimisa ile shamba papa, mimi naona iko na faida sana. Avenir iko juu, sipika tena maarufu papa. Nilikuwa nishakwaka mweusi na kupika lotoko, meleo sipika yangu tena lotoko, nishakuwa wangu bien. One tu mwili kwa kuya kitu hewa tu ya kakao, mwili nakuwa na vimba yake papa. Mtu atropon boss sasa papa Maindo na basista yetu ile mimi na ba remercier sana. Kaka yake Ernest Tabu naye anaridika na msaada wa Tropenbos na anatarajia kutoka kwenye shirika hili msaada wa pembejeo. Tunamwelezea directeur antuka ya kwanza tumuremercier sana kutupatia ile akili ile parce que hatukuwa hata karibu na ile bakili ile, tulikuwa limité na renforcement ya capacité nye ba tupatia na biko vile naendelea vile tukutusaidia abaya tuacha mpaka sasa hivi. Atuka tulimwelezea directeur ke kusema apime tu asituache katikati parce que mbele tuipandaka na ziaka mbele nipandaka 1 hectare mais leo hii niko na besoin nifata 6 hectares par rapport na ngufu nyemi nifaka hapa pour le moment nye iko nye tu kwa niko avuna pour le moment iko 2 hectares et demi nye au production na ingine tena kwa mwaka hii 2025 ndanjo vuna parce que niko panda petit à petit. Upande wake Jean-Marie Asumani ni rais wa CFL katika eneo la Bakundumu kilichoko takriban kilomita 218 kutoka Kisangani. Anatarajia si tu pembejeo bali pia msaada wa kifedha na mafunzo kutoka Tropenbos RDC. Magumu ya kwanza sie CFSL tunakuwa organe yenyewe tunajulikana na serikali. Ilibidi tuko na siège administratif. Siège administratif ni kwenye biro yetu iko. Ya kwanza iko magumu ya kwanza tu yapata biro, inomba tu bapatele batusaidie kujenga biro. Magumu ya pili tunapenda vile vile mapui financier, bapime kutusaidia na mapui financier itusaidie kwa projet fulani ijapokuwa tuko na pori tunakuwa na resources mingi yenyewe ikiingaliki kwa ajili yetu me ile inastahili tufanye maprojet na mapui fulani inaweza kutusaidia juu ya kusaidia maisha yetu. Kwa mkurugenzi wa Tropenbos Profesa Alphonse Maindo, jamii hazitaachwa. Muradi mwingine utaanza hivi karibuni na utaangalia mahitaji yao. Na sisi tunajua vile ya kwamba kungali magumu, kungali mashida mbalimbali kwa kazi yetu konani pamoja hivi. Na hatuwezi kuacha vile juu kwetu vile itakuwa sawa tuliponda wakati. Kama unafanya unaanza kitu na haikukamilika kabisa mzuri na uache inaenda kisha inakufa, utabakia vile unanungunika ile mamiaka ile mamiezi ile makuta wakati ulipoteza kufanya ile kitu yote itafaza inaenda kumai. Donc si hivi hatuwezi kufurahi kwa vile. Na ndio maana ile projet iko naisha, lakini tuko na fikiri nyingine na ya kufanya kutafuta batu wengine wenye partner wengine watatusaidia juu tuendeleshe kukamilisha hili. Mbuji-Kisangani, Jacques Mkonkole, Radio Okapi. Mwisho wa taarifa hii ya habari. Kwa niaba ya wafundi mitambo wetu wote na washiriki walionisaidia katika matayarisho, nasema asante kwa wote walioungana nasi. Kwa irini.